Ndani ya miaka mitano 2020-2025 kata ya Gongoni imepokea jumla ya fedha za maendeleo Tanzania shilingi bilioni 1,424 na 15,093 na senti 79 tu. Ujenzi na miundombinu ya barabara. Kata ya Gongoni imeweza kutekeleza miradi ya kuchonga barabara, kutengeneza barabara kwa kiwango cha moram, kutengeneza mifereji, madaraja, kulipia kipande cha lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka 2020-2025 jumla ya milioni 211,270,100 imetumika kutengeneza barabara, afya na lishe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha 2020-2025 mpaka sasa kata ya Gongoni haina zahanati wala kituo cha afya cha serikali. Hivyo wananchi wameendelea kupata huduma za afya katika vituo vya serikali vya jirani. Town Clinic kilichopo kata ya Chemchem, kituo cha afya Maili Tano kilichopo kata ya Ipuli, hospitali ya wilaya iliyopo kata ya Mpela, hospitali ya rufaa ya Kitete iliyopo kata ya Kitete. Taarifa ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Gongoni ina shule mbili, shule zote ni za serikali, shule ya msingi Town School na shule ya sekondari Lwanzali au moja, shule ya msingi Town. Shule imepokea fedha za miradi ya maendeleo, fedha ya chakula kwa ajili ya kitengo cha elimu maalum na fedha kwa ajili ya uendeshaji wa shule, yaani elimu bila malipo, kama mchanganuo wa jedwali unavyoonyesha hapo. Madarasa mawili ya elimu, matundu 6 ya vyoo, ukuta wa kuzunguka madarasa, vifaa vya kujifunzia, yaani zana za kujifunzia, vifaa vya michezo, mfano bembea na madawati. Darasa lile ambalo mnaliona liko pale pamoja lina fensi, limegharimu shilingi milioni 71 na laki 8, mradi kutoka kwa ufadhili wa mradi wa Boost. Madarasa mawili na madawati yake milioni 52 na yenyewe ufadhili wa mradi wa Boost. Yako pale madarasa mapya mawili ambao wanatumia watoto wetu wa madarasa mengine haya. Matundu 20 ya vyoo, wavulana 10 na wasichana 10, milioni 44 ambayo ya mradi wa Boost. 10 haya hapa, 10 yako nyuma kule. Ukarabati wa madarasa 17 na ofisi 5 na baadhi ya madarasa kubadilisha bati, kuweka mpya na kenchi zake, kuweka vigae madarasa yote, kuweka madirisha ya aluminium madarasa yote, ukarabati wa milango iliyochakaa na kuweka mifumo mipya ya umeme, upakaji wa rangi wa madarasa yote, milioni 150. Kipengele cha pili, shule ya sekondari ya Lwanzali. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule ya sekondari Lwanzali ilianzishwa mwaka 2007 kwa nguvu za wananchi wa kata ya Gongoni kwa kununua eneo na kuanza kujenga baadhi ya madarasa na serikali kuendelea kujenga madarasa. Mpaka sasa shule ina madarasa 21, maabara 3 ambazo hazijakamilika miundombinu ya ndani. Shule ina matundu ya vyoo 12, wavulana 6, wasichana 6 na matundu mawili ya vyoo ya walimu. Shule ilipokea fedha ya miradi ya maendeleo na fedha za uendeshaji wa shule, yaani elimu bila malipo, kama mchanganuo wa jedwali hapo chini ulivyo. Kuna eneo ni shule ya sekondari, madarasa mawili na ofisi moja, milioni 40 serikali kuu katika mradi wa Uviko 19. Madarasa 3 na ofisi moja, milioni 60 zilitoka serikali kuu. Uchongaji wa madawati 50 kwa ufadhili wa benki ya NMB walitusapoti. Tehama, kompyuta 6, printer 1, TV 1, D-Link 6, wireless connector, milioni 12,718 ni ufadhili wa shirika lisilo la kiserikali African Children Project. Elimu bila malipo miaka mitano 2020-2025 zimekwenda pale milioni 108,703,647 senti 79. Kwa majina anaitwa Aziza Karuta, ni katibu wa UWT tawi la Fundi kata hii ya Gongoni. Kiukweli Mheshimiwa Diwani ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Pia maendeleo yanaonekana katika kata yetu ya Gongoni. Shule Town School kwa kweli ilikuwa katika wadhifa yani umechoka, lakini kwa sasa shule yetu imeng'ara, shule yetu imependeza. Pia vile madarasa ya watoto elimu ya awali yamejengwa, yanaonekana watoto wetu wanakaa sehemu nzuri. Kwa kweli hilo tunampongeza diwani. Pia vile miundombinu za barabara baadhi ya maeneo yanaonekana yako vizuri na yanaendelea kutengenezwa. Lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Diwani ameitendea haki. Mimi ninaitwa Mama Betha Kaila, ni mwalimu mstaafu na ninaishi eneo hili la Gongoni.
Kwenye miradi ya maendeleo mimi naona barabara zimeimarishwa. Nimeona swala la elimu hapa, majengo yameimarishwa. Wawekeze nguvu maeneo makuu matatu. Kwanza, ulinzi na usalama. Wawekeze nguvu kwenye miundombinu mbalimbali. Waongeze nguvu sehemu ya elimu katika shule zetu mbili, sekondari na hapa. Ikiwezekana wazazi hata tusimame, watoto wetu wanaotoka Gongoni kwenda Ruanzari tusimame kuwatafutia usafiri.